لا شبيه له ولا حيز له ولا مكان له، سبحانه وتعالى تقدس عن جلاله وعظيم سلطانه. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا ومعلمنا وتاج رؤوسنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وزد وبارك وتحنن على سيد العرب والعجم، إمام الثقلين، ابن الذبيحين، إمام القبلتين، الحبيب الزين. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز: أن اشكر لي ولوالديك. ويقول تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله الوهاب، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله والمسلمون من عذاب النار. أما بعد، himdi sala na salamu kwanza zimwendee Mwenyezi Mungu na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye kwamba katika juhudi zake sisi tumekuwa Waislamu, na hii ni neema ambayo kwamba wamepewa kuanzia waliokuwa mwanzo toka kuumbwa kwa Nabii Adam alayhi salatu wassalam mpaka kitakavyosimama kiyama. Wale watakaopewa Uislamu wamepewa neema kubwa, na Mwenyezi Mungu akatupa neema iliyo kubwa zaidi kuliko neema ya Uislamu, ambao ni neema ya kuwa miongoni mwa ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa kuwa mitumi waliotangulia walitamani wao wawe miongoni mwa ummati Muhammad. Nabii Musa alitamani chance kama hii, lakini hakupewa chance ya kuwa miongoni mwa ummati Muhammad, umma uliosifika na Mwenyezi Mungu kuambia: kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nyinyi kazi yenu mumechaguliwa, ilikuwa kuna watu wamewatangulia waliofanya kazi kubwa zaidi, lakini mkachaguliwa nyinyi kuletwa kwenye umma ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umma ambao hakuna umma utakaoingia peponi kabla ya umma huo kuingia. Hakuna mtume atakayeingia janna mpaka aingie Mtume Muhammad, na hakuna umma utakaoruhusiwa kuingia janna mpaka baada ya ummati Muhammad. Tumenyanyuliwa daraja, tukawekwa katika nafasi zilizokuwa za juu biakrami rusuli, kama anavyosema al-Imam al-Busairi kwamba biakrami rusuli kunna akrama al-umam, kwa sababu tumekuwa wafuasi wa mtume aliyekuwa bora zaidi kuliko mitume wote. Sisi tumekuwa ni watu bora kuliko watu wote waliotangulia kwa sababu ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwan fil iman, leo ni kumshukuru Allah kuwa sisi ni ummati Muhammad, na si kuwa tu ummati Muhammad, bali Mwenyezi Mungu kutuafikia kutambua neema ya kuwa ummati Muhammad. Kuna kuwa ummati Muhammad na hujajitambua wewe ni miongoni mwa ummati Muhammad. Kuna kuwa katika umma bora na hujatambua wewe ni mtoto wa nani. Kuna mtu kuwa ni mtoto wa rais lakini hajajitambua kwamba yeye ni mtoto wa rais. Mambo haya yako.
Kuna mtu kuwa mtoto wa OCS lakini hatoki jela, kila siku ufungwa yeye na baba yake ndo mwenyewe, kwa sababu hajatambua yeye ni mtoto wa nani. Hivyo hivyo sisi wengi wetu hatujatambua sisi tuko kwenye umma gani na ni nani kiongozi wa umma hii ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, matunda ya maneno yetu au kumbusho letu la leo, asema Mwenyezi Mungu, wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika kutaka kwake Allah subhanahu wa ta'ala, na hakuna anayerudisha matakwa yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ametaka Allah subhanahu wa ta'ala asiabudiwe kwenye mgongo wa ardhi isipokuwa yeye, kisha hakukoma kwa kutaka kuabudiwa peke yake, fakarana ibadatahu biihsan liwalidain, kisha akafungamanisha taa yake, bidii yake Mwenyezi Mungu ya kuabudiwa kwake yeye lazima kufuatane na ihsani ya wazazi wawili. Leo sisi wengi bado hatujatambua sisi kuwa kwa hawa wazazi wawili. Kwa nini sisi iwe ni sababu hawa ndio tuweko? Kwani Mungu alikuwa ameishiwa na kemikali au alikuwa ameishiwa na viungo vya kumuumba mtu kama alivyomuumba Adam? La, bali experience yake Mwenyezi Mungu isiyojulikana na wanadamu. Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kumuumba Adam kwa mchanga, kwa udongo, akatuumba na sisi kwa udongo, lakini si ule udongo wa direct kama tulivyomuona Adam alivyoumbwa direct. Leo sote tutambua mama Hawa ametoka kwenye ubavu wa Nabii Allah Adam, na yeye pia angeliwezekana kuumbwa kutoka kwa udongo moja kwa moja, ila sisi ni udongo uliotolewa, umeletwa kwa vyakula, uweke mmea chini ya ardhi, umee ule mmea ule upate nguvu za kiume. Ukishafanya ibada unaoifanya kulingana na kile ulichokula kikakupa maji ya uume, ndio ukampata kumtoa mtoto. Bado min turab minha khalaqnakum, bado pale pale kwenye mchanga tumetolewa sisi sote. Sampuli imebadilika. Ya Nabii Adam ilikuwa ni ufinyangwe, kisha baada ya hapo ndo aje yeye afanye nini? Aumbwe. Sisi tunaweka mimea kwenye ardhi, ile mimea ikishatoka ndo twaja kula sisi. Leo tunapokula vingi twavitambua, ukila kadhaa na kadhaa na kadhaa na kadhaa unapata nguvu za kiume, uongeza maji kwenye mwili. Hivi ndo vimeletwa na Mwenyezi Mungu kwa system yake Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyoumba Mwenyezi Mungu farasi, akamuumba na ngamia, kisha akamuumba mwanadamu. Huyu mwanadamu ndo mwenyewe kenda kutengeza gari, lakini Mwenyezi Mungu ndo mwenye kuitengeza gari yenyewe. Hii ndo system ya Allah subhanahu wa ta'ala katika uumbaji wake. Leo sisi tukapewa zawadi ambayo kwamba zawadi yenyewe ni ya kuwa na wazazi wawili, ambao kwamba huyu mzee amebeba fikra yako wewe toka hajafikiria kukutana na mamako mzazi, uko kwenye kichwa chake toka akiwa mdogo. Babake amwambia wewe kuwa na ujijenge na uje uoe uzae, anakuzwa na fikra lazima mimi nikue, nijijenge, nioe, nizae, nikuze na mimi kesho niwe kwenye taito ya babu kama vile babangu ataka kuitwa babu. Ndio system ya Mwenyezi Mungu aliyoiweka. Leo Mwenyezi Mungu baada ya huyu mzee kumwandaa Mwenyezi Mungu kuwa anatarajia huku mbele atakuja kupata kijana, hivyo hivyo na mamako pia kaandaliwa na wazazi wake. Usije ukatuaibisha binti yetu, jichunge, jihifadhi, tumekulea vizuri, uolewe ikiwa bado unausanya usichana wako, uje uzae watoto waliokuwa wema, utupe heshima sisi wazazi. Mama pia akawa na fikra yake, nitakuja kuolewa mimi, lazima nijihifadhi ili nije nizae watoto wazuri, niwape heshima wazazi wangu. Hawa watu wawili wakajengwa kwa fikra ya kuja kutuleta sisi duniani.
wakakutana viumbe viwili hivi. Baada ya kukutana, Allah subhanahu wa ta'ala kwa kudra zake akatutoa sisi kwenye mgongo wa baba zetu na tuweka kwenye matumbo ya mama zetu, tukaishi humo miezi 9. Tena hawa wote wawili hakuna anayejua ni kiumbe gani kinakuja, kila mtu ana gesi. Wewe hukutarajiwa kwamba utakuja wewe, bali mama akaamua akasema, mimi nitachagua majina ya kike na wewe chagua majina ya kiume. Lau atatokea ni mwanamume umpe jina moja, akitokea ni wa kike nimpe moja katika majina yangu. Maanake wewe ulikuwa hutarajii kuwa utakuja wewe, lakini kumepambazuka, umekuja wewe. Kumepambazuka, ni wewe uliokuja, pamoja na kwamba matarajio yao ilikuwa ni mtoto, lakini hawajui wanaleta kiumbe gani, wakawa na huruma na wewe. Leo angalia mzazi, huruma aliyokuwa nayo kubwa, amekosa kulala babako, ufikiria wewe, mtoto wangu huyu atakula nini, atavaa nini, atasoma vipi, mpaka wapi? Mama akosa kulala, asema huyu mtoto sijui analia ni njaa, analia ni maumivu, analia ni kitu gani? Lakini inafikia kiwango na wewe Mwenyezi Mungu amekupatia kitu ambacho kwamba waweza kupambanua, una tafsilati katika ubongo wako, ukaona hakuna wapumbavu duniani waliofanya kazi ya ujinga zaidi kama wazazi wako kukuleta wewe duniani. Yafikia kiwango kijana kafikia kumwambia babake, ungenichelewa kunizange kuzaa mimi. Yafikia kiwango mtoto wa kike kumwambia mamake, kwani ni kitu gani ambayo wewe unajua mimi sijui? Ni mambo gani umeona ambayo mimi sijaona? Twapelekana katika ahwali, tunasahau fadhila za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aulizwa na masahaba zake, ay amalun afdal, ni matendo gani yaliokuwa bora zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu, iliokuwa na mizani zaidi kwa Mwenyezi Mungu? Asema as-salatu liwaqtiha, sala kwa wakati wake, wa birrul walidaini, na kuwatii wazazi wawili, kuwafanyia mema. Leo ya alajab, maajabu tunayoyaona katika ulimwengu wa kisasa. Kijana asimama na babake, mzee utaniambiaje nini? Kijana mbebaji vyuma, kijana ametimia, anao kifua, yeye uweza kutoboa hata ukuta, amona babake hana maana. Leo mama anaonekana hana maana. Wangapi leo tumewatelekeza wazazi wetu kwa kuwa tumefika miaka 15 tumeendelea? Wangapi leo, wangapi wamewaambia wazazi wao, baba naye mambo yako yaeleweke. Akiona simu ya babake asema, mzee huyu ataka kunisumbua. Wewe umemsumbua mangapi? Ni mangapi? Hawa wazazi walijazwa mapenzi. Leo Nabii Musa kutolewa kwa mamake kwa kumweka kwenye jahazi, kumweka kwenye sanduku, kumweka baharini, mama yake yeye, Qur'ani inasema asbahat fuadaha farigha, ilikuwa yeye tayari amemkosa kipenzi chake. Sasa anasikia ana dhiki ndani ya moyo wake. Leo mwangalia Saidina Yakub, baada ya kumpoteza Yusuf alikuwa kipofu. Wazazi wamejengwa na mapenzi ya kutupenda sisi, lakini tukaja tukaona sisi kwamba hawa wazazi hawana nafasi kwenye nyoyo zetu. Waliokuwa na nafasi ni wake zetu na watoto wetu. Yaani mtu afikia kiwango aona katika watu wasiokuwa na faida ulimwenguni babangu, katika watu wasiokuwa na maana ulimwenguni mamangu. Wallahi, Al-Kaaba ivunjwe, wewe uijenge upya. Al-Kaaba ivunjwe,
wewe uijenge upya. Huingii pepo ya Mwenyezi Mungu maadamu unamuasi mzazi wako. Fanya ibada wewe, nenda hija kila mwaka, toa sadaka mali yako yote, swali swala zote kwa jamaa, wala usiwe wewe maamuma kuwa imamu, lakini mamako hako radhi na wewe wala babako, pepo ya Mungu isahau. Mtume ashatwambia inna ridhallah fi ridhal walidain. Shekhe, pepo ya Mwenyezi Mungu radhi zake zimefungamanishwa na kuridhiwa kwa wazazi wawili. Kuna watu wamemuasi Mwenyezi Mungu kwa kiwango kikubwa zaidi, lakini kwa sababu ya wema wao kwa wazazi wao janna wataiona. Na kuna watu wao ni maabid, wamefanya ibada kisasa, lakini kwa sababu wamekosa kuwasikiza wazazi wao, moto unawahusu. Leo sisi tuwaona wazazi si kitu. Leo kuna watu baba zao mama zao wamekufa wakiwa hawana radhi na wao. Kuna watu mama ameondoka, baba ameondoka, wewe mwenyewe ulikuwa ukiwaonesha ubabe, hamniambii kitu. Leo wameondoka. Shekhe ameangamia yule atakayekutana na wazazi wake wakati yeye ni mkubwa, anaweza kuwafanyia ya kuwafanyia, kisha asiyafanye, watoke wazazi hawa kwenye mgongo wa ardhi wakiwa wamemkasirikia. Leo mwanamke ambao kwamba wewe ukisema nimekutaliki, sheria ikuulizi kwa nini umemtaliki. Mtume asema usimuulize mwanamume kwa nini amemtaliki mkewe. Yaani mtu akitaka kumtaliki mkewe, yeye ana right ya kumtaliki, lakini huyu ameweza kumtaliki wakati wote na haulizwi sababu, umemfanya ni bora zaidi kumliko mamako. Leo marafiki wamekuwa na daraja kuliko baba zetu. Leo hali zetu zitaona hawa wazazi hawa hawana maana. Wallahi hatuna radhi ya Mwenyezi Mungu hata siku moja maadamu hatujaridhiwa na viumbe viwili. Leo hapa sisi tuna bidii ya kuwaosha wake zetu miguu. Bebi nakupenda sana, wamuosha mguu, lakini huwezi kumuosha mamako miguu. Wala hakuna siku umechukua miguu ya mamako kuyakata kucha, lakini wewe kutwa wakata makucha ya wanawake. La ilaha illa Allah. Hakuna siku wewe umemfikiria babako wapeleke tu sehemu wasikie raha, mwanetu ametuleta, au mama tu mwambie baba leo twatoka kwenda kutembea sehemu fulani, lakini wasichana wa watu waliopeleka bichi hawaisadiki. Ala inna silata Allah, tambueni bana, bidhaa ya Mwenyezi Mungu, zawadi ya Mwenyezi Mungu aliyoiandaa, ambao wametusifia Mwenyezi Mungu, man la ainu ra'at wala udhunun sami'at wala katara ala qalbi bashar. Hakuna mtu ameona na macho wala masikio hayasikia wala fikra haijawahi fikiria. Bidhaa hiyo ni ghali. Ala inna silata Allahi aljanna, tambueni pepo ya Mwenyezi Mungu ghali, haipatikani vivi, haipatikani vivi. Leo ngapi hapa mama zetu hawana maana. Mama akikwambia anataka kitu mpaka umuulize mama watoto, mama amesema hivi tufanyeje? Akikwambia mwambie huna, ndio wewe pia unanyanyua mkono mdomo wako wasema sina mama, na wakati unaye. Mwanamke unayempenda zaidi ambaye wewe waona kuzalia watoto ukamfanya ni bora kuliko mamako, na yeye mwanamke akasahau kwamba na yeye atamzaa mtoto, atakuja kufanywa vile vile. Albirru la yubla, mema hayafutiki wala hayaozi. Wadhambu la yusa, dhambi unayoifanya haisahauliki. Wadayanu la yamut, yule mwenye kulipa hafi milele yupo. Malma shi, fanya unayotaka wewe, kama tadinu tudanu, unavyofanya kwa wazazi wako utafanyiwa hivyo hivyo.
wallahi utafanyiwa. Aljazaa min jinsi al-amal waljazaa huna kabla dari al-baqa. Leo malipo ni hapa hapa kabla hujakutana na Mola hapa. Mara ngapi sisi tumewadharau wazazi wetu? Mara ngapi? Kijana simama kumwambia mama yake, mama wewe ushanisinya wewe umenisinya, siku hizi hata uridhiki kila ninachokupatia. Unaambiwa katika kuwalea wazazi wawili, alla tamunna alayhima bilbirri allati manantahu alayhima, usijaribu kuwasomea kwa mazuri unawafanyia wewe. Mazuri mangapi wamekufanyia wewe? Mazuri mangapi wewe umewanyea hawa wazazi? Umewapaka kila aina ya kinyesi, wewe umewanyima usingizi usiku, umewanyima raha. Hawajawahi kukuambia mtoto ametusinya huyu, lakini leo mamako amekusinya. Babako leo hana maana. Shekhe, kuwa na sijida sawa sawa na chapati iliyoungua, lakini maadamu wewe hukumtii mzazi wako huna janna. Tumeharamishiwa kuwatii kwenye maasi ya peke yake. Akikuamrisha maovu kataa, lakini ikikuwa hajakuamrisha ovu lolote, wewe ni mtii mzazi wako, awe Muislamu awe si Muislamu. Leo kuna watu wamesilimu, baada ya kusilimu akamwona mamake nguruwe, hafai kuongea naye. Kwake nyumbani mamake akija anamweka barazani, najisi siingie ndani. Wewe huyo najisi ndio aliokuleta wewe. Kwa nini mwatutukanisha Uislamu tuonekane sisi ndio tunawafundisha tabia mbaya kwa wazazi wenu mkisilimu? Kwa nini? Hakukuamrisha kulitani huyu mamako, bado mamako daraja ni ile ile moja na huyu Muislamu. Kikuamrisha maasiya kataa, hata Muislamu akikuamrisha maasiya kataa. Lakini leo wazazi, wallahi tumewaona mama zetu hawana maana. Mama zetu tumewaona hawana maana, tukasahau sisi kwamba hivi ndio tunaenda kutritiwa sisi na watoto wetu. Yule mmoja ameenda kanunua sahani ya chuma na kikombe cha chuma, ameenda na mwanawe, ampelekea, amwambia unamuona nyanyako anavunja vyombo kila siku, kila tunapompatia hivi vya kuvunjika anavunja tu, anatutemeka mikono, inabidi tumtafutie hii haitovunjika. Mtoto wakati nyanya amekufa, mtoto akachukua vile vyombo akavificha, wakatafuta vyombo hawavioni. Baba amuuliza mtoto wake, umeona kile kisahani na kikombe cha nyanya yako? Asema mimi ndio nimezificha. Akamwambia kwa nini? Akasema wazee mkizeeka nyinyi mnavunja vyombo. Sasa hiyo nimeiweka na wewe unakuja, ukifika mimi sitonunua nyingine, tutatumia hii ya nyanya. Mal mashita kama tadinu tudanu, fanya unavyotaka utafanywa hivyo hivyo. Leo wazazi wetu wakitoka kwenye magari yetu tuwapiga perfume, kitu cha kunuka kimetoka ndani ya gari. Wakiingia ndani ya nyumba, siku ya pili yake leo ndo amerudi zake kwake, kesho tunapiga dawa ya kunguni. Aloileta nani? Alokubeba miezi 9, ukamnyima kula, akapenda harufu ya choo, akafanya yote huyu mama. Leo ndo amekuwa hafai. Wanawake wamekosa aibu, wanatutesa sisi kwa mama zetu, wala hawafikirii hilo kwamba na wao ni wazazi, kesho watateswa. Shekhe, wazazi ni watatu. Alokuzaa ni mzazi wako wa kiume na wa kike, alokupa mke au alokuzalia mume, wote wawili wazazi wako. Sasa wewe watelekeze, ujue na wewe utatelekezwa. Tena ukijiona tasa, sema alhamdulillah, kwa sababu motoni unaenda peke yako. Lakini ikikuwa utazaa, utasababisha ukoo wako pia uingie motoni kwa kukutesa wewe, kama ulivyotesa uliotangulia. Leo hatufikirii wewe unapomfanyia huyu alokuweko, akishaondoka unakuja wewe kwenye stage yake. Wewe una adhabu ya huyu kumtelekeza, watoto wako wana adhabu ya kukutelekeza wewe. Ushaingiza kwenye system ya familia kuingia motoni. Lima la tughayyiru hayatikum, kwa nini msibadilishe?
Fa aina tadhhabun, Waislamu ndio wapi nyinyi? Hii dunia ina faida gani? Hii dunia ina kitu gani? Mtume Mwenyezi Mungu ashatuambia wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Hapa ni kujidanganya shekhe, ni kujidanganya. Juzi Uganda tumemzika mzee miaka 97, bado miaka 3 afike 100, lakini ameondoka. Nani hapa anatarajia kufika? Utarudi utaulizwa, na wallahi ukifa wewe hauko radhi na wazazi wako, wala hakuna time ya kukuuliza mambo mengi kaburini. Wewe ni khudhuhu faghullu thumma aljahima sallu, motoni moja kwa moja. Hii dunia si yetu. Kama unajua umeaimkosea mamako na haukumbuki, na yeye mama tena, afadhali wazee wanakuonesha ulinikosea, mama ananyamaza kwa sababu ya huruma aliopewa, hata kuonesha kama amekasirika. Nenda kamwambie mama, na kuomba unisamehe. Tafuta time, muoshe mamako miguu. Katika mambo yanayotufanya sisi kuwa maskini siku zote ni kuwadharau wazazi wawili. Leo wanatueleza katika masala, kama sijakosea, Sayyidina Ali bin Abi Talib asema moja katika masala ya kuleta umaskini ni wewe kutembea mbele ya babako au mamako mkiwa mwenda sehemu. Yaani wewe umemtangulia mamako, baba yeye yuko nyuma, au babako yuko nyuma yako. Yaleta umaskini manake nini? Watangulizeni wazazi wenu mbele. Ikiwa kwenye matembezi ni umtangulize, je, katika mambo mengine ufanyeje? Tena Mungu ametumia kilima kidogo tukimaliza, wala takul lahuma uffin, usiwahi mwambie Hicho kilima cha hakina mizani kwa Mwenyezi Mungu, uzito wake hauna mizani. Yani imefikia kiwango kilima cha ukifa nacho wewe motoni, kuna haja ya kupita kwenye mizani. Leo sisi vijana wa Kiswahili, vijana wa Kijaluo, vijana wa Kigiriama, vijana wa Kisomali, tunaona wazazi juzi napita kwa mmoja, mamake mwambie hoye wewe kila siku wanisinya tu. Yani mamake amekuwa kisinyo fulani. Wallahi hifadhi Qur'ani, wewe ni hafidh wewe, ukisoma kwa tarawih hapa unazisoma kinyume nyume. Yani umeijua Qur'ani yote. Motoni kuna kuhusu maadamu huyu mama hajaridhia. والله تبارك وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال عز من قائل العليم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أن اشكر لي ولوالديك. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم فاستغفروه. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله رغما لمن جهد به وكفر، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا ومعلمنا وتاج رؤوسنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وعبيبه. عباد الله، أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله الوهاب، وهي أن نتقوه في الجوارح والقلوب، وأن نعبده ولا نشرك به شيء، وبالوالدين أن نحسن لوالدينا يا إخواننا المسلمين. يقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن التقوى تيسر أمور الصعاب وتؤتي جزيل الثواب، وانتهوا عما نهاكم الله عنه وزجر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، ثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه، إذ قال تبارك وتعالى مخبرا وآمرا حكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على النبي الرحمة وشفيع الأمة وعلى آله وصحبه ومن نصره في كل مهمة، خصوصا من قام من بعده بالخلافة بالتحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى زاهد الأواب الناطق بالحق والصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى من استحيت منه ملائكة الرحمن محيي الليالي بتلاوة القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أسد الله الغالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى بقية الصحابة رسول الله وآل بيته وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين. اللهم ارزقنا في الدنيا حبهم
وفي الآخرة قربهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ذل الشرك الكفر والمعاندين، شر جيوش المسلمين، دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ارحم أمة محمد وانصر أمة محمد. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، وانصر إخواننا في الشيشان، وانصر إخواننا في أفغانستان، وانصر إخواننا في السودان، وانصر إخواننا في صوماليا، وانصر إخواننا في إيران. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، دمر اليهود باليهود واخرجنا من بين أيديهم سالمين، ودمر اليهود باليهود واخرجنا من بين أيديهم سالمين. اللهم آمنا وآمن أوطاننا يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا وآمن أوطاننا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تأخذنا بما فعله السفهاء منا، لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه من فضله ويطيعه ويزد لكم، ولذكر الله أكبر وأعز وأجل.